Mama ndo maria ahutiriria ni asante. Watu wetu mpo? Ninyi mko na JM? Yo. Mko na Mwaura hamna Mwaura? Sasa nyinyi mbogi yangu. Nawapenda sana. Nilikuwa nimekuja kusoma hapa kanisani. So nikitaka kuambia kitu moja. Hii siasa nikitaka tutafute kura pamoja na nyinyi. Utanisaidia? Utanisaidia? So mimi ukinisaidia nitafurahi sana because si nataka tuchukue serikali tupate mboga. Serikali tunataka. Ndio. Na tukoboe Kiambu. Tuko tayari tukoboe Kiambu. Ya kwanza ya kukoboa Kiambu ni kukuwa na vote. Uko na vote? Yes, mwiroreri wa gikaro na Wambui karibu sana gunyitio geni na muthenya wa umuthi tuhurite kambi kanitha-ini wikaine ta Ambassadors of Faith Church guku guo ni mwena wa Gashororo thiini wa gicigo bunge kia Juja kuria muhuraniri wa giturwa kia ugavana wikaine ta Honorable John Mwaura aragukoretwo agigicera na mamwe ma maundu maria ahutiriria ni asanteni sana tupigie tempo kila wakati. Mimi nimefurahia sana Bishop. Nimefurahia zaidi kwa sababu ni kijana kama mimi. Na kulingana na vile naona mafuta ya roho, wewe utaenda mbali Bishop. Amen. Na hii kanisa hili itaenda mbali. Amen. Kwa majina naitwa Deuri wa Wajiro na kwa sababu ya Mungu nimepewa jukumu na His Excellency Rigathi Gachagua niweze kuangalia maslahi ya hii chama yetu, hii kaunti yetu ya Kiambu. Mimi ndio organizing secretary wa chama ya DCP hapa Kiambu. Nipigwe makofi. Na kwa sababu ya hiyo maneno, nimeona kuna candidate wetu mmoja hajaweza kupewa nafasi ya kuongea hapa. Na mimi kama organizing secretary, siwezi kubali candidate akose kuongea. Ataenda pale Mjere Giji. Organizing secretary hajanipa nafasi. Na itakuwa na vita. Naomba Bishop mruhusu atuongeleshe, alafu tena nirudi hapa. Mheshimiwa Timo. Bareno tiakwa nirakubarani Ushakwa imenyage wigai munene Uduwage niroi nishode Uotani timata itabarani ateruba. Bwana asifiwe kanisa, our bishop, viongozi wa kanisa, Your Excellency wa gavana, viongozi wote mlio mahali hapa na Wakristo wote. Bwana asifiwe. Kisalimie namna hiyo. Salimia mwenzako umwambie amesalimiwa na Gachagua na Dinwa. Kwa mwingine mwambie amesalimiwa na Mwaura na Dinwa. Kwa majina mimi ndio naitwa Patrick Kamau Dinwa, kijana Gen Z ambaye anaomba kazi ya ubunge eneo bunge la Juja. Mengi nimesemwa hapa, lakini gavana taongea kuhusu maneno matatu. Ya kwanza, vijana wengi hatuna kazi. Wazazi mmetulea kutoka tukiwa watoto, mmetuelimisha, tumefika mahali, tumekuwa watu wakubwa na hatuna kazi. Tunaomba gavana ukifika mahala pale, kusaidiana na sisi, ma-MP wako na viongozi wengine, kwanza tupatie vijana kazi, si ndio? Ya pili, kuna si generation hii yetu yenye haina kazi. Kuna hii nyingine yenye iko shule na kuna ugumu mwingi sana ambao wale ambao wanafunza watoto shuleni. Tunaomba tuingie mahala pale, tufanye juhudi juu chini ili watoto shule ikuwe rahisi na pia kila mtu aweze kusoma. Tunaweza ifanye ikuwe free secondary school hapa Juja, si ndio? All secondary school can be free. Hiyo ndio tunaomba. Ya tatu, hapa Juja hakuna hospitali, our governor. Gashororo hakuna hospitali. Mtu akitaka kujifungua unaenda mbali sana, uende hadi Thika ama uende Ruiru. Si ndio? Tunaomba hospitali iwekwe hapa. Na nikimalizia, governor,
Hii kanisa ilikuwa hapa na pia hii barabara tumeona ni vumbi, si ndio? Hii barabara ni vumbi. Unataka hii barabara kama na tuwekee lami akiingia? Nataka kuona kwa mkono anataka lami kwa hii barabara. Sasa yeye ni Elijah. Nataka kuona Elisha wake kwa mkono. Elisha wa gavana. Iko ni maundu maingi ndio wa matha ukinyia hau no deki na kora sio toi na gathiri. Elisha watumia kile Elisha na Elisha kitamwadhani Jehova kimurihirathie. Asanteni sana, Mungu awabariki na niwapisha tena na tena. Tupigie mheshimiwa ndugu. Kwa tunaona mafuta ya kanisa yako ni mafuta ya Gen Z. Wewe ni Bishop Gen Z, una mheshimiwa Gen Z, gavana ni Gen Z, organizing secretary wa chama ni Gen Z. Kwa hivyo hii maneno ni nzuri, si ndio? Very nice. Sasa Bishop, mimi nataka kuongelesha watu wako kitu moja. It is very important na tusikizane hivi. It is very very important. Ile siku ya kupiga kura, Bishop, ile siku ya kupiga kura, waambie watu wa shirika kwamba tumeumia sana. Tumeumia kwa sababu hii kaunti yote iko na MRI mashine moja peke yake. Hii kaunti nzima iko na MRI moja peke yake. Na saa hii tunaambiwa tuliokota bilioni 6 bilioni. MRI mashine moja ni ya milioni 100. Na tuko na moja. Na tuliokota bilioni ngapi? Kwa hiyo ile siku ya kupiga kura tujue tunaumia na mtu ameokota pesa. Na unajua Bishop, hiyo pesa anasema peleka wapi? Amenunua uji ya watoto. Uji ya watoto ya milioni ngapi? 6. Kwa hivyo watu wakumbuke ile siku ya kupiga kura, option yenye tuko nayo, mtu mwenye nimeangalia hivi kwa macho nikaona ako na akili nzuri ni bora peke yake. Kitu ya pili. Hii maneno Bishop, tulikuwa Olkalao. Watu wa Olkalao walipewa kila kitu. Wakapewa mpaka boat, wakatengenezwa kucha, wakapewa viatu za kwenda kanisa. Na hiyo maneno yote wakasema ni wapi? Kwa hivyo nataka Bishop waambie washirika, hata wakipewa kuku na wanaishi kwa apartment floor number 5, na hauwezi weka kuku kwa balcony, hauwezi weka nguruwe kwa balcony, wakumbuke hata wakipewa hizo, waambie huo mtu ni wapi? Kitu ya tatu mkimaliza. Kuna mtu Bishop, na nimeona hapa hii kanisa yetu iko na watu wa kila pahali, kabila tofauti. Kuna mtu Bishop alisema Wakikuyu wote wa hii Kenya ni mapisi. Alituangalia hivi akatupiga darubini akaona sisi ni mapisi. Bishop, tunaomba umuombe kwa sababu mimi ukiniangalia hivi nakaa fisi. Ukiangalia kama na hivi yako na suti anakaa fisi kweli. Sisi tunaishi na hapa Juja, tunaishi kwa sababu ya kukaa pamoja. Tunaishi watu wa tabaka mbalimbali, na hiyo the diversity that we have is the strength that we have. Tunaishi tunajuana, watu tabaka mbalimbali wanaishi, hiyo ndio nguvu yetu. Tunakaa kutaka Bishop, ukienda kupiga magoti uombee nchi, uombee mtu kwa sababu akili yake si nzuri. Na tunataka kumrudishia, tumwambie Duale, we are not hyenas. Na kama umepiga hesabu kaona sisi ni mafisi tumekubali. Lakini tutakuwa mafisi wa kukutafuna wewe na kasongo wako. Kwa sababu sitaki kuongea zaidi na tunaenda kanisa ingine Bishop. Na nasikia kidogo ni kama napandisha pressure kwa sababu ya hiyo mtu. Na sitaki kukasirisha ndio kwa madhabahu. Kwa nitulie. Asanteni sana kwa sababu ya kutukaribisha, na nataka niwaletee salamu za Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Umezichukua? Unapenda Rigathi Gachagua? Unampenda? Aendelee kufinya kasongo.
Aendelee kumpiga. Tukienda na gavana tumwambie nyinyi mmemsalimia na akuje hapa. Tumekubaliana hiyo kabisa. Sisi tumfikishie, tukamwambie hiyo maneno wakati mfikishie. Sisi tunakaa chini kwa kamiti ya kaunti tukiwa na kijana barobaro hapa kwenye Juja, na ningependa nipewe fursa nimkaribishe ili aweze kukaribisha gavana. Makofi kwa kijana. Tupigie makofi mazuri. Baba Askofu na mama yetu mchungaji ambaye ametubariki na neno hapa, viongozi wa kanisa na washirika wote, Your Excellency the Governor incoming wa DCP next year, na viongozi wote wale ambao wameleta, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Makuzo hai. Hapa iko na makuzo. Hapa iko kuzo. Hapa iko kuzo. Makuzo waongee wasiongee. Makuzo wapange serikali wasipange. Makuzo wapange serikali ya Kiambu wasipange. Makuzo wapange serikali ya Kiambu. Makuzo washikane wote. Makuzo washikane wote. Tupange serikali ya nchi. Makuzo waleta mabadiliko katika nchi yetu ya sitakuwa sawa. Mungu awabariki sana. Mimi naitwa kijana msafi ama youth leader wa chama cha DCP katika hii kaunti ya Kiambu. Tunafanya kazi na Dhauri, anakuanga our organizing secretary, na tumefurahia sana hapa kwa sababu Mheshimiwa Jane Monique ametuleta hapa na amesukuma gavana sana kuanzia last week, akamwambia lazima ufike nyumbani mahali ambapo ile madhabahu imefanya hivi ndivyo. Na sisi tumeshuhudia mahali ametoka ni mahali pazuri, na ile kitu imetufurahisha ni kuona baba yake ni jenzi kama gavana wetu. Tupigie sofa moja. Mimi sitaki niongee zaidi kwa sababu ningetaka gavana pia tusalimie kabla tuende mahali tunaenda kumalizia huko Ruiru. Lakini niseme tu kitu moja. Zile jamii zote tuko hapa Juja, kwa sababu mimi nimekuwa hapa Juja for almost 15 years now. Mimi nimetoka ward ya Retaige. Zile jamii zote ambazo tunaishi hapa ni nyumbani, na hakuna mtu anafaa kuzua uoga na mtu yote. Na ndio maana sisi kama jamii ya Mlima Kenya tukiongozwa na kiongozi wetu Rigathi Gachagua tulikaa chini pale wa Munyoro, tukamwambia azunguke katika nchi mzima, atafute makuzo, atafute zile jamii zingine, atafute wale viongozi wengine, washikane wote ili safari ya kubadilisha nchi ikuwe rahisi. Ndio kwa sababu ni kiongozi ambaye anaelewa hii maneno. Alifanya hakufanya? Si alifanya? Si mliona ameenda hapo Ukambani akaongea na kuzo anaitwa Stivo. Si waliongea? Mambo iko sawa haiko sawa? Mambo iko sawa haiko sawa? Akaenda ile mambo mengine, akatafuta Yuji, akatafuta Natembea, akatafuta kijana anaitwa Sifuna. Si sahi wako pamoja? Si sahi wako pamoja? Akaenda hiyo mambo mengine, akatafuta yule mzee anaitwa Fred. Unajua Matiang'i? Si jamaa wa kazi, wakaketi chini. Sisi ndivyo. Kwa hiyo sisi kama jamii tulipatia baraka zetu. Tukamwambia tungetaka atafute marafiki ili jamii zote ziunganishwe, tuishi kama kitu kimoja, tuweze kubadilisha taifa letu. Ndio maana nataka niwahakikishie vile ambavyo mko hapa Juja, haijalishi umetoka katika kona gani ya nchi. Ukiwa Juja ni nyumbani. Kura yako unafaa kupigia hapa. Maendeleo yako unafaa kupata hapa. Viongozi wako ni wale ambao wako hapa. Kwa hivyo vile tumekaa hapa, sisi wote tuko chini ya kiongozi wetu anaitwa His Excellency Rigathi Gachagua. Hiyo iko sawa? Sio iko sawa? Sio iko sawa? Na tukiwa hapa, zile jamii zote ziko hapa. Chama chetu ili ambaye tutatumia kubadilisha nchi ni chama cha DCP. Wangapi wanasema DCP iko sawa? Si DCP iko sawa?
Si tumekubaliana zile jamii zote ziko hapa, chama chetu ni DCP, si ndio? Na tuko katika mlengo ya Kenya, tuko katika mlengo ya 7-1-town. Na sisi tumekubaliana vile ambavyo Rigathi alisema, wakienda wakae chini waseme ni Sifuna, sisi tuko sawa, sisi tutakuwa sawa. Wakienda chini waseme ni Kalonzo, sisi tutakuwa sawa. Wakienda chini waseme ni Matiang'i, sisi tutakuwa sawa. Wakienda wakae chini waseme Natembeya ametosha, sisi tutakuwa sawa. Hata wakienda chini waseme pia ni Eugene ama waseme ni Mara, tutakuwa sawa. Na wakisema ni Rigiji, si kazi kwa hizo saa mbili, si ndio? Si wakisema ni Rigiji ni kupeleka huyu mwizi kama baiskeli ya kuibiwa, si ndio? Kwa sababu lazima tuchunge nchi yetu na lazima tushirikiane. Mimi nikiita gavana niseme hapa Kiambu, iko mjinga mmoja nimesikia akisema eti sijui nani amezaliwa wapi, sijui nani kwao ni wapi. Huyo ni mtu mjinga. Si mjinga, si mjinga. Hapa na fikira duni ama si fikira duni hiyo? Hiyo si fikira puzi. Akuja kutuambia John Moora ametoka Murang'a. Kwani Murang'a ni Tanzania? Si hapa Wilo tumechagua MCs wawili wametoka katika jamii ya Nyanza. Ni Wakenya, si Wakenya? Si ni Wakenya? Hawezi kuwa wewe unataka kura ya wale watu wamekuja kuishi hapa, lakini hautaki wasimame viti. Wewe ni mchawi. Wewe ni mchawi. Si ndio? Hawezi tuambie unataka kura ya Wajaluo wale wanaishi hapa, lakini wasisimame viti. Wewe ni gavana mjinga. Hawezi tuambie unataka kura ya Mluya, lakini unataka Mluya asimame kiti. Wewe ni mchawi, si mchawi? Si ndio? Wewe ni mchawi, si mchawi? Zile jamii zote zinaishi hapa. Mtapiga kura hapa, msimame viti hapa, mtaongoza hapa. Nchi yenu tutaibadilishia wapi? Hapa. Huyo gavana tumwambia aje? Haende asiende? Haende asiende? Watu wa Twitter nikimalizia, mnataka Mwaura ama mnataka nguruwe? Mwaura ama nguruwe? Mwaura ama nguruwe? Mnataka Mwaura ama vifaranga? Mnataka Mwaura ama vifaranga? Mnataka Mwaura ama mahindi? Mwaura ama mahindi? Mwaura ama mahindi? Si ni Mwaura? Na chama ya DCP washikana na Rigiji, washikana na Rigiji na Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa na Edwin Sifuna na Natembeya na Fred Matiang'i. Tukomboe nchi, tukomboe nchi. Wakati wanasema wanatosha, tukaribishe gavana wetu kuja tusalimie, tukaribishe gavana wetu. Karibu gavana. Asante. Yaani niko na jeshi kubwa hivyo. Niko na jeshi kubwa hivyo. Wanajuja oye! Wanajuja oye! Nikalimie kwa leo kama unaniona. Nikalimie pande ile. Amen. Bwana sifiwe. Salimia mwenzako kumwambie umesalimiwa na Mwaura. Umesalimiwa na Mwaura. Mwaura anakupenda sana na amekuja. Mwambie Mwaura amekuja. Mwaura amekuja.
tupige Mungu wetu makofi. Hiyo yote ni ya Mungu. Bible says, we are fearfully and wonderfully made. Hiyo kusema wanda. The Bible says that you are fearfully and wonderfully made. Ukiangalia mwenzako vizuri, hebu muangalie, tazama. Mwambie hivi, wewe unafanana na Mungu. Kama huyo mtu anafanana na Mungu, hivyo ndivyo Mungu anakuwa. So ningeomba kitu moja. Tusikuwe watu wa wivu, tuwe watu wa kupendana na tuwe watu wa kushikana. Ile kitu inafanyaga nchi isoke pamoja ni kupendana na kushirikiana. Kwanza tupendane. Watu wapendane wasipendane. Wapendane wasipendane. Hebu pia mwenzako tupendane, tupendane, tupendane. Tupendane. Tupendane, si kweli? Hata kwa kanisa watu wafanye nini? Kwa nchi yetu watu wafanye nini? Na tuta watu wafanye nini? Naitwa Maura. Na mimi naitwa Maura. Na ndiye Maura. Situlikuwa na Sifuna, yeye ndiye Sifuna. Sasa mimi ndiye Maura. Na nyinyi ni nani? Nyinyi ndiye Maura. Tukipata na Sifuna, mwambie akichanganya Sifuna na Maura na Rigathi Gachagua, hiyo ni kusema watano. Bishop na uongozi wa kanisa, mama kanisa, baba kanisa, uongozi wote uko hapa. Nashukuru Mungu, nasema asante kwa kukaribisha. Asante sana kiongozi Madam Jane Monique sababu ya kutuleta hapa ndio tusome pamoja na wewe kwa kanisa yako hii. Jane, wacha nikwambie, nimesikia story yako kwamba ulikuwa unafungiwa nyumba. Sasa shida ni sijui kulifungiwa mara ngapi, because mimi nimefungiwa more than 50 times. Ile mara mimi nimefungiwa nyumba ya more than 50 times. Bishop, nimesikia kuna sensitive story. Nikawa bibi yako ananoti kichwa hivi kumaanisha mlikapitia watu wetu, hata mimi nimekapitia. Mimi nimekaa Mathare, mimi mnaniona hapa. Hii nyumba ya Mathare ya 800 shillings kulipa ilikuwa shida. Imagine ukifungwa nyumba ya 800. Una imagine ukifungwa nyumba ya 800 kumaanisha aje? Hiyo pesa huu? That is why Maura amekuja, because kuna watu wako pale ambao wanafungiwa nyumba na 800 hawana. Kwa moja. Mimi niliweka biashara Karibani siku moja. Biashara yangu ilikuwa ya kupika keki. Biashara yangu yote na wale watu wote nilikuwa nafanya kazi na wao yote ilimalizika na COVID. Nikachotwa kila kitu. Nilienda nyumbani hivi, hakuna kitu kiliokolea hapo, na bado nikabaki na deni ya bank. Nilikuja kulipa hizo deni after 2 years. Umechotwa kila kitu. Yule ataona watu wanadili. Ushaitotwa na unabaki bado kuna deni. This country, I think we need to be serious. Each nchi yetu, we need to be serious. Niko na point mbili za kuambia au point tatu. I am here as an agent of change. Niko hapa because nataka kubadilisha. Mko tayari kubadilisha? Mko tayari kubadilisha? Hadi nataka kubadilisha. Hadi nataka kubadilisha. Sasa nisikizeni vizuri. Kwanza kabla niongee chenye nataka kuambia, nataka niongee na mtu mmoja. Wewe unasikia ananiwasha moyo yako. Wacha nitoe hiyo kwa roho, kusa nifurahishi. Ili tutoe, nitoe.
Wewe Duale. Ni vibaya sana. Ulichaguliwa katika township kama member of parliament with 7,000 votes. 7,000 votes. Alafu ukakuja mpaka ukakuwa majority leader. Uhuru Kenyatta akakuchagua ukakuwa majority leader kwa parliament. You only 7,000. Not because you had a lot of votes, lakini ukakuwa majority. Saa hii wewe ni cabinet minister kwa mambo ya health yenye kuna mashida saa hizi. Wewe Duale, hii serikali umekalia hiyo serikali umekalia iko na ilipata about 7 billion votes, lakini nataka nikukumbushe Aden Duale, more than 50% of those votes zilitoka kwa mlima. Wewe Aden Duale, hizo votes yenye ndio ukalia kwa hiyo kiti ya minister, hiyo ya CS ilitoka kwa mlima, lakini uko na mdomo ya kupita kwa pisi. Wewe pia pisi wewe. It is very wrong. It is very wrong to provoke us after kufanya mambo kufanya. Ulikaa chini ukapunguza idadi ya shamba. Mkakaa chini mkaua watoto. Na hiyo kwa finance. Saa hii umeingia chini ya kutusi. Kwani unatudharau namna gani? Where are you going? Don't provoke our emotions. We are human beings. Sisi ni watu kama watu wengine. Na tumeamua kukaa pamoja na tunapenda amani. Watu wa Kenya ni wapenda amani. Usijaribu kutuprovoke tena. In fact, tunasema sisi just do the honorable thing. Please, Aden Duale, just resign. Just resign. We are not happy when you are sitting there as a cabinet minister. Ukitutusi. Ukijua vizuri hospitali hazina dawa. Watu wanateseka huko. What are you saying? When you go to the president ya county, hakuna dawa, hakuna kitu tunasema. We need to see you here. Ukiongea na huyu gavana, mwenye aleti dawa hapa, hakuna kitu anafanya, lakini umekaa tu kazi yako ni watu mabisi. Sasa unaona tu sisi hivi. Juzi tumetukana na Omar Hassan. Na wewe umeingilia leseni. Mimi ningetaka kuuza hii serikali yetu. Tafadhali kama mngetaka tuende pamoja kama wa Kenya, wacheni hiyo mambo ya kutusi community. Community yetu inapenda amani. Tunapenda amani, hatupendi amani. Tunapenda amani, hatupendi amani. Yes, hiyo ilikuwa ya huyo Duale na hiyo ikufikie Duale. In fact, before you decide, apologize and decide. Haya, hiyo ilikuwa yake. Bishop, nimesimama mbele ya kanisa kusema tumeitwa ofisi. Kusema kweli Bishop, kuna pisi inaonaka pisi nyingine. Ndio pisi ikiwa hivi, hayo ni kitu kingine. Naona nini? Mimi ukiniangalia tu hivi. Ukiniangalia mimi nakaa pisi. Wewe unakaa pisi. Watu wa Mount Kenya ukiangalia tunakaa pisi sisi. Si mtu ametukosea. Hiyo kitu na nimemaliza. Mimi nimekusamehe, lakini please resign. Apologize and resign. Haya. Lazima kama umekasirika, waambie mtu ukweli, usikae na hiyo kitu roho yako hata wewe utakufa haraka. Ukweli si ukweli? Yes. Ni kama tulivyo shule. Hata tuenjoy hapa. Tumepatia vote kama tukusi. Kitu ya pili, Bishop, thank you for inviting us here. Wakati nimeingia hapa, I was telling myself one thing. Hapa nyuma, hapa nyuma hivi. Nimekuja hapa na two kofias. Kofia mbili. Sio kofia nimekuja nazo hapa. Moja mimi kama CEO wa kampuni inaitwa Visco Africa. Unajua Visco? Visco kipanda hapa juu kuna shamba inaitwa Kiaora. Unajua Kiaora? Kiaora.
Ni kwa nini? Oh, good. Aya, niko na wewe. Wa. Hey. Nina waketi. Wewe nako nina waketi. Gai. Hey. Tukamake niko na wewe panga tu hapa. Sipati niko na fomu yako usijali. Sawa. Sasa naona mambo tu before God. Mimi sikuwa najua maneno kama hiyo. Sikuwa najua niko na mtu ambaye hata sasa zamani nilikuwa nikajibu hapa. Anaombaga tu siku moja nipate mmoja tu. Mwenye nasema nilikuwa na yeye nyumbani. Angalau nimepata. Ni sawa. Sitaki kwa sana. Hapa kuna project hapa nyuma inaitwa Vantage View. Hapa ni kwetu. And there's chairman of that project. So watu wa hii kijiji tuombee Mungu hii project iende vizuri. Because hii itaajiri watu zaidi ya 10,000 hii project iko hapa. Hapa nyuma. Hapa tu a walking distance. Si umeingia hapo ndani unaona hapa kuna iko rani. Nimetaka bishop hapo ukitafutia watu kazi. Tuanze na ile iko saa hii hata kabla 2027. Hata kabla tufike 2027 ile kazi inaweza kupatikana saa hizi. Bishop, nikitaka kuna kazi zinaendelea hapa. Usiteseke sana sometimes tunatafuta job na muda kazi kanapatikana hapa. Hapa tu nyuma tuko na project hapa. Unaweza enda kutafuta job. Si hapo sawa? Hapo sawa. Wacha niseme ya pili. Niko na agenda. Na agenda yangu ni moja. Agenda ni naona mtu na wazazi. Na mimi pia mzazi. Watoto tumepata watoto. Some of them hawajenzi unaona hapa. And I can tell you something nikisimama hapa. Happiness ya kila mzazi ninasomesha mtoto wake apate kazi. Nikenukia musi ya niwode ni mwana wake yote wakoga. Ni mtoto apate mahali pa nini? Pakulauka. Apate na kitu. Umejinyima na ile kioski yako. Umejinyima na ile saloni yako. Umejinyima na ile pension yako. Umejinyima kabisa ili mtoto waso aende alisaidie. Inapitaka mahali mzazi ufanye kitu sababu wewe usisaidike ili mtoto afanye nini? Alisaidie. Sasa inafika wakati mtoto amemaliza shule na umepigana. Ili unasema at least huyu mtoto insida kupata kazi anaanza kudai kwako tena because hana mahali pa kutoka. Because ile country tuko nayo, tuko na people in leadership wenye hawajali na hawapiki mambo ya hawa watoto. That is why mlikuwa mnaona hawa watoto wakiviolate, wakienda kwa maandamano wanajiita Gen Z. Anaenda pale kwa bunge anasema msafika sana niko hapa. Hawajui watoto walienda pale sababu ya machungu. Wanaona polisi anakuja na bunduki na hawaogopi. Ikafika wakati hawa watoto ikafanya mpaka mambo zingine zibadilishwe kwa serikali mpaka kuwa na broad list. Lakini that does not mean hawa watoto wasiitika because of broad list. Broad list haikupatia watoto kazi. Bado wanateseka hawa watoto. Mimi nimesimama mbele yenu. Niko na agenda. My agenda is to industrialize Kiambu. We must bring industries to Kiambu. Lazima tulete viwanda hapa Kiambu. Na hiyo ndio njia ya kwanza. Hiyo ndio njia ya kwanza ya kuleta kazi. Bishop, church, watu wa hii kanisa. Hii vitu za kupewa utapewa leo, kesho utataka. Si ni kweli? Wewe ungetaka kitu kupewa sana. Ukitaka mahali unapewa, unaonyeshwa kazi ya kufanya, kesho wewe uende kwa chini. Ukajinufaisha wewe mwenyewe. Niomba tu. Nisimama mbele yenu.
Wacha ikuwe agenda. Ati huku kuna manyumba zinajengwa, zinaendelea, factories ziko huko zinaajiri watoto wetu. At least tusikuwe na stress mbili. Usikuwe na stress yako wewe mwenyewe unangojeka, huna pesa ya kununua dawa because pesa yote ulipeleka mtoto shule. Na wewe uko pale unaambiwa hiyo ndio roho. Hiyo si roho. Hiyo si roho. Mtoto mkana wewe hapo hana kazi, anakulilia na kutisha pia na unamsomesha. Hii si roho. Hiyo ni mchezo. Usiona. It is very, very important for each and every person that is in this church. Let us understand. Wewe usishangilie wanasiasa sana. Hata mimi nimesimama mbele yenu. Hizi pesa imagine zenu. As long as Mungu atusaidie nikuwe gavana wenu. Sininaweza? Nikuwe gavana wenu. Nikikuta kukuletea hii barabara, usinipigie makofi. Si ni pesa yako. Unanipigia makofi ya nini? Na pesa ni yako. Ukijenga shule pale ya ICT, watoto waingie. Unanipigia makofi ya nini na zile pesa zako? Ukikuta weke dawa kwa hospitali, hujatoa pesa kwa bwana yako ama kwa bibi yako. Hiyo ni pesa yako wewe wali. Wewe unalipishwa hiyo salary. Wewe unalipishwa hiyo matatu. Wewe unalipishwa hizo pesa umetoa. Hiyo ni pesa yako. By the way, that is your money. I am not here to make everybody smile. I am here to ask, mko kadi au mko kadi? Mko kadi au mko kadi? Mko tayari kupeleka serikali nje? Kuna kibagio. Tunakuja kuuliza tu swali moja. Kuna kibagio. Mko na pia kibagio? Wanataka tuwapangie wote. Sasa kuongea sana Bishop. Leo ndipo tunataka kushiriki na nini. Lakini nimekusikia ukiongea. Na unahubiri vizuri sana. I got the message in the first Samuel 17. Ati Daudi alikuwa anaonekana kama haezi. Daudi alikuwa mdogo. Ule alikuwa Goliathi. Alikuwa amefinyilia wale watu. Hata hii kaunti yetu iko na Goliathi. Hii nchi yetu iko na Goliathi. Lakini tuko na Daudi, na mimi nimejitolea kwa ule Daudi, nijitolea nikafikia hii kapu, nikaenda barabara zetu, watumishi tuende nao, na vijana wetu wapate kazi. Na niko tayari. Mko tayari na mimi? Bali mko tayari na mimi? Mko tayari na mimi kunionyeshe? Tuko na Daudi. Bwana Daudi. Amen. Nikikaa chini nikitaka kusema hii barabara unaona hii yote. Unajua kiweko hadi hii shamba itatoka ile bado iko. Tena huko. Si ni kweli? How does the government make money? Serikali inapata pesa when you improve the infrastructure. Ukiongeza infrastructure ya hii barabara hapa. Shamba kama iko milioni 5 per acre ama milioni 10 per acre, yeye 15 million. That incremental value ya milioni 5. Hiyo 5. Hiyo incremental value ya milioni 5. Hiyo 5. You can raise funds with that incremental value. Na kutengeneza barabara. And you go to treasury and World Bank and tell them, hey, look, tulikuwa na barabara ya 10 million. Shamba ya 10 million, sasa hivi imekuwa 15. This value of 5 million that is on top. Tutapata capital gain of 15%, tutapata 4% stamp duty, na mwenye kununua pia ana 4%, na manyumba zilikuwa hapo. The value imejitokeza hapo juu. We can use it as a collateral or as a guarantee tupate funding of barabara kama hizi. Lakini watu wale wako kwa National Assembly juzi wamepitisha 4.8